Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majina mimi wananiita Salim, sijui wanakuitaje? Alex wa Malwa. Alex wa Malwa. Mkristo, Muislamu au nini? Najua nilikuwa Mkristo lakini sasa kulingana venye tunapelekwa nikasema haja nitulie kitoko ni mimi mwenyewe nijisomee ndio nielewe hii vitu tunafundishwa ni ukweli ama ni inatupeleka hivi. Kwa ukienda hii kitabu inaongea hii, ukienda hii sasa unakaa kama uelewi. Sasa wapi hauelewi? Kwa sababu sasa wewe ulikuwa Mkristo, umeachana na Ukristo, umebaki katikati unajisomea. Sasa wapi ambapo haujaelewa vizuri tuweze kuwaweka para uwanja? Mimi kitu ya kwanza yenye nashindanga kujiuliza ni naam, unakuta mtu wa kwanza mwenye kuleta tambi unasikia ilikuwa hata nini ilikuwa Hawa, si ndio? Kabla watu wote wayuko, alafu tukakuja tukapatana na kizazi cha Nuhu na Rudi, hao watu wawili. Sasa ukisoma ukiendelea unasikia ati Nuhu alimalizwa na maji, kikuja ukiuliza unasikia Rudi alimalizwa na moto. Sasa unajiuliza si hiyo wakati hata na hivyo tambi iliendelea, kuna watu walikuwekwa alafu kukuja wakamalizwa wakati ya Nuhu na Rudi wakaisha, alafu tukaanza tena upya. Sasa je, tambi hapo ilitokea tena wapi? Si ni generation ya Nuhu ama ya Adam? Kwa ukiangalia hiyo ya kale ilikwisha, hiyo ya Adam. Kwa jumini ukisoma unakuta mwanzilishi ni Adam. Sasa kina Nuhu waliko nyuma ya Adam. Sasa hapo unajiuliza tambi ilikwisha, mbona sasa tunahesabiwa tambi mpaka saa hii? Asante sana. Swali nzuri sana kwa wale ambao wamelielewa. Ila kuna jambo ambao unafaa ushike vizuri. Dhambi inakuja kwa ajili ya kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. So dhambi, wakati watu wa Nabii Adam alayhi salam walipata dhambi kwa sababu alivunja amri ya Mwenyezi Mungu. Walikuwa wameambiwa wasile hii tunda, wakala, wakavunja amri, wakapata dhambi, wakatubu kwa Mungu na Mungu akawasamehe. So wakati wa Nabii Nuhu alayhi salam watu walifanya dhambi kwa sababu walivunja amri ya Mwenyezi Mungu kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Sasa sisi nasi tunafanya dhambi kwa ile kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Kwanza, sheria ya kwanza, tumeumbwa kwa ajili ya lengo na makusudi tumwabudu Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Leo Alex, wewe ukisema Mungu ni wawili, uko na dhambi kwa sababu umevunja sheria ya Mwenyezi Mungu. So dhambi iko, na dhambi inakuja kwa ajili ya kuvunja, lakini dhambi hairidhiwi. Hauwezi kuridhi dhambi ati wewe umeridhi dhambi kwa Adam, umeridhi dhambi kwa Nuhu. Hiyo hakuna. Hiyo ndio story ya kuigiza, hakuna. Lakini dhambi watu wanapata kwa sababu ya kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema usizini. Wewe ukizini unakuwa umeingia katika dhambi, umevunja amri ya Mwenyezi Mungu. So wewe Alex ayu unavunja amri ya Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe si Muislamu, unapata dhambi. 302 Qur'ani. Haya, lazima uwe Muislamu sasa uingie katika njia ya Mwenyezi Mungu kisawasawa. Sikiza vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 302 Qur'ani. Nyinyi mliamini. Nyinyi mliamini. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Asante. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Mungu anasema usikufe isipokuwa umekuwa Muislamu kamili. So wewe Alex, leo ikitokea ghafla ukafa na wewe sio Muislamu, unakuwa uko ndani ya dhambi na unaenda kuwekwa katika moto wa Jahannam. Kwa sababu umekataa kuwa Muislamu. So kuwa Muislamu ni katika sheria ya Mwenyezi Mungu ameweka. So wewe ukivunja hiyo sheria ukakataa kuwa Muislamu, bado utaenda motoni. So dhambi inaletwa na pale watu wanapovunja sheria ya Mungu. Watu wa Nabii Ruth alayhi salam walivunja sheria. Mungu amewakataza wanaume wasilale na wanaume, lakini wao wakaendelea wanaume kulala na wanaume, ikawa ni dhambi, wakatiwa katika moto kwa sababu wamekataa kutubu na kurejea kwake Mwenyezi Mungu. Sasa wewe unapata dhambi kwa sababu wewe pia umekataa kwanza kuwa Muislamu.
Sasa ukiwa Muislamu unaingia katika toha ya Mwenyezi Mungu na unafanya kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu aliyoamrisha. Sasa bado uko na dhambi. Dhambi ziko. Na dhambi inakuja kwa ajili ya kuvunja sheria. Kwanza wewe umevunja sheria, hujakuwa Muislamu. Kwa sababu Uislamu ndio dini Mwenyezi Mungu ametupendelea tuwe Waislamu. Kwa hivyo hiyo mambo ya hata ya Nuhu na hata hiyo tunasingiziwa sasa, sisi tunasingiziwa kufanya dhambi yenye Mungu alikataza. Sisi hatuwezi kubeba dhambi ya Nabii Adam, hatuwezi beba dhambi ya Nabii Nuhu. Sisi tutaulizwa kwa yale tuliyoyachuma. Wewe utaulizwa kwa dhambi zako, Nuhu ana mambo yake, watu wake wana mambo yao. Wewe hautaulizwa kuhusiana na wao, wewe utaulizwa kulingana na nafsi yako. 17:13 Qur'an. Wewe dhambi sio kitu ya kurithi kama shamba, hapana. Na shehe wetu leo ametutembelea, mashallah. Mashallah. Mwenyezi Mungu amuhifadhi. Inasemaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Na kila mwanadamu tumemfungia jazaa ya vitendo vyake shingoni mwake. Kila binadamu amefungiwa jazaa ya vitendo vyake shingoni mwake. Na tutamtolea siku ya kiyama daftari lililoandikwa ndani yake kila alilolifanya. So mwanadamu ataulizwa kila alilolifanya. Wewe hautaulizwa ya watu wengine, utaulizwa yako. Sasa ni wewe ufanye vitendo vizuri. Wewe hauwezi bebewa na Yesu dhambi. Hiyo ni story watu wana fabricate. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe utaulizwa dhambi zako ulizozifanya kama hukutubu kwa Mungu, kwa sababu Mungu ametupa chance ya kufanya tauba. 66:8 Qur'an. Alex, wewe zinduka, sikiza mambo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Enyi mliamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba ili ya kweli. Unasikia? Huenda Mwenyezi Mungu, huenda Mola wenu akakufutieni maovu yenu. Unaambiwa utubu kwa Mwenyezi Mungu, tena utubu tauba iliyo sahihi. Kama ulikuwa unafanya maovu, achane nayo kabisa. Ukitubu kwa Mungu, Mungu atakusamehe madhambi yako. Maanake wewe ndio unatubu, sio watu wengine wanaambiwa watubu kwa niaba yako. Hapana, ni wewe unatubu kwa ajili ya nafsi yako. So kila mtu ataulizwa kwa yale aliyoyachuma. Hiyo mambo ya kusema tulibeba dhambi ya Nabii Adam, hakuna hiyo. Hiyo ni uongo watu wanakuwekea. Wewe utaulizwa kwa yale uliyochuma. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Na Mwenyezi Mungu hawezi kubebesha mzigo ambao si wako. Sasa wewe utaulizwa, Alex, wakati umekuwa mtu mzima, nimekupa akili, mbona huku niabudu? Mbona we Alex huku tenda hii na hii na hii? Utaulizwa. Hautaulizwa mbona Adam alikula tunda, hapana. Hiyo ni Adam, si yako. Hutaulizwa kwa nini watu wa Nabii Ruth walifanya mambo yao yakamruta, hapana. Wewe utaulizwa yako. Kila mwanadamu anaulizwa kwa yale aliyoyafanya. Umempata vizuri? Nimekupata. Sasa kuwa Muislamu, kwa sababu badala ya kukaa katikati, umetoka kanisani, hutaki kwenda kanisani, kuwa Muislamu na usome Uislamu na uanze kwenda msikitini na utubu dhambi zako kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa wanadamu. Kwa mfano kuna watu kama Roman Catholic, most of them unapata kila Alhamisi anaenda kuambia father dhambi zake. Kwanza hufai kuambia binadamu dhambi zako, ni makosa, ni kama unajigamba. Wewe ukifanya makosa, hiyo ni aibu yako. Hufai kwenda kutangazia mtu ati mimi nilifanya hivi, hapana. Hiyo unafaa kumweleza Mungu akusamehe, sio binadamu wenzako. Binadamu wenzako atakusaidia na nini? Sasa swali lingine nikipenda kuuliza. Leta hiyo swali lingine Alex. Kuna mali sijui Qur'ani yenyewe venye inawafuatilia. Wanasema yani inasema hata Muhammad naye amesubiri nini, mwenye kurehemu atakuwa mmoja ni Yesu Kristo. Ni Kristo. Sijui sasa hapo kunaendaje kama Muhammad naye anaamini Isa binti Maryam. Alafu unakuja unasoma kama hajaseme kama vitabu katika Biblia, unasikia ati huyu Yesu amepepa damu. Unajua mimi nilikuja nikaona hajapepa damu kwa juu. Hata ukisoma vitabu inakwambia ukimfuata na ufuate amri zake utaokolewa.
sio yeye amekubebea. Sasa nikajiuliza, yeye amepepa sote wawili pande mbili, wa Waislamu na Wakristo, yeye ndiye ametupepa sisi wote tukiamini amri zake ama za Mwenyezi Mungu, ndio tutakuwa sawa ama namna gani? Kwanza Yesu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ndio ametumwa kwa ajili ya watu wote. Hakuna ati Muhammad anamgoja Yesu, hiyo ni story ya watu wanafabricate. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye alitumwa kwa ajili ya walimwengu wote na akafikisha ujumbe na ametuachia Qur'ani na Sunna. Na nielewa vizuri. Pili, Yesu habebi dhambi ya mtu yoyote. Yesu hana uwezo wa kubeba dhambi ya mtu, kwa sababu kila mtu anakufa na dhambi yake kama hatotubu kwa Mwenyezi Mungu. 8:21 Yohana kwanza. Wewe Yesu akubebee dhambi, dhubutu. Yani wewe ufanye madhambi, Yesu awe anabeba, kwani atakuwa ni pipa la kanjo ambao linarushwa kila kitu? Hakuna mtu kubebeana dhambi. Sikiza habari na 21 tasoma kama ilivyoandikwa mwalimu wangu. Tupe vitu. Basi akawaambia tena, Yesu akawaambia tena, mimi naondoka. Yesu aliwaambia mimi naondoka, nanyi mtanitafuta katika nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakuwa mkimtafuta Yesu, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Na nyinyi mtakufa katika dhambi yenu. Si ati Yesu akufe kwa sababu ya dhambi yako, hapana. Wewe utakufa kwa ajili ya dhambi yako, maadamu wewe hutotubu, kwa sababu Mungu asaweka rubber stamp, hakuna mtu kubebewa dhambi. Ezekieli 18:20. Ezekieli, tumsaidie kaketu sije akasema tena Yesu anambebea dhambi. Yaani wewe uko hapa Kenya alafu ubebee dhambi na Yesu, dhubutu, utapata shida sana. Utapata shida. Dakika moja tu. Ezekieli, sikiza vitu. Inasema mwalimu wangu, roho itendayo dhambi, sikiza vizuri, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho ambayo inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa mwanawe wa baba yake, mwana hata uchukua uovu wa mwanawe, mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Asante. Wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Asante. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye haki utakuwa juu yake. Unasikia? So hakuna kubebeana dhambi. Kila mtu anabeba furusi lake mwenyewe, lakini kile kitakusaidia ni wewe kutubu kwa Mungu. Fanya tauba, lakini huwezi kufanya tauba kama wewe sio Muislamu. Inafaa usilimu ndio uweze kutubu kwa Mungu. Kwa hivi tunasema tumeokoka, tunajitanganya ama? Wewe hujaokoka. Kile kitu tunafanya hapa duniani ni kuongoka, sio kuokoka. Sasa ukisema umeokoka ni uongo, kwa sababu kuokoka ni siku ya mwisho. Hapa duniani tunaongoka, sio kuokoka. 18:1 kitabu cha Mathayo. Inasema kwa wenye kuandika, saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, Yesu mwenyewe aliendewa akaulizwa, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Sikiza majibu ya Yesu. Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka, si msipookoka, msipoongoka, nakuwa kama vitoto, nakuwa kama watoto, msipoongoka mkaa kama hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. So Yesu anaambia watu msipoongoka, si msipookoka. Hakuna kuokoka. Kuongoka ni kuongoka ni kufuata njia za Mwenyezi Mungu na kukaa katika toha ya Mwenyezi Mungu, unanyenyekea. Qur'ani 2:138 au 37 ndio kuongoka huko. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wakiamini hao Manaswara na Mayahudi, wakiamini Manaswara na Mayahudi kama mnavyoamini nyinyi, kama tunavyoamini sisi Waislamu, wakaamini Mungu ni mmoja, wakaamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakuwa kweli wameongoka. Itakuwa kweli wameongoka, sio kuokoka. Kuokoka ni siku ya mwisho, kuongoka ni hapa duniani. Uamini namna wanavyoamini Waislamu, unakuwa umeongoka. Maana yake unaamini Mungu ni mmoja, unaamini Muhammad ni mtume wa watu wote, na unaamini manabii wote, na unatii, unakaa chini ya sheria yake Mwenyezi Mungu, basi wewe umeongoka. Lakini hakuna kuokoka. Kuokoka ni siku ya mwisho.
Uko tayari kuongoka na ni free. Kwa Muislamu ni free. Ndio kuongoka, unakuwa Muislamu ni free. Kuokoka, utaokoka siku ya mwisho, usiingizwe katika moto wa Jahannam, uingizwe katika paradise. Na hayo ndio maombi yetu sisi zote, tuweze kuingizwa katika Janna Firdaus. Kuna mahali juzi mlikuwa mnasoma, nilikuwa nimeketi hapa. Asante. Kuna kitabu yenye mlisoma, sijui ati ukifuata Yesu sijui umepotea. Sio ukifuata Yesu umepotea, kwa sababu wewe sio mfuasi wa Yesu. Wewe ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukifa katika Ukristo ndio umepotea. 15:15 wa Korinto wa kwanza. 15:18 nianzie. Ama nianzie 15:15 teremke polepole. Yaani wewe ukifa ukiwa Mkristo ndio unapotea. Maanake unafaa ukufe ukiwa Muislamu. Sikiza. Yanasema naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa nini? Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Kwanza mnasema Yesu alifufuliwa ambaye hakufufuliwa. Tupe vitu. Ikiwa wafu hafufuliwi, maana kama wafu hafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Tupe vitu. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Asante. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo, maanake wamepotea. Wewe unasema nimeamka nikiwa Mkristo na lala nikiwa Mkristo, umepotea. Maliza. Kwa nini? Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Kama wewe maisha yako unamtumaini Kristo, wewe ni maskini kuliko watu wote, kwa sababu Yesu alikuwa ni Muislamu wakati wewe si Muislamu. So inafaa ujiunganishe kwanza, uwe ni Muislamu ndio uweze kupata njia ya salama. Kama yangu niyo, lakini na nafasi iko ya kuwa Muislamu. Mimi nitakuwa na nyinyi nini katika hiyo sala, lakini ndaamua tu. Sasa kinachokuzuia, obstacle unaiona ikiwa wapi? Sio obstacle inanisuia. Kuna kitu nafikiria mimi ndakuja, yani hata kama waje niseme nashaendelea kuchambua, mtakuwa tu mahali mtakuwa, hata kama sio nyinyi, hata mahali msikiti itakuwa mahali popote, kama nitaamua nitaenda tu hapo. Asante sana. Sisi hatuwezi kukulazimisha, kazi yetu tumekufikishia. Anayeongoza ni Mwenyezi Mungu. Sasa ni wewe utoe majukumu yako ya kuwa Muislamu. Kwa sababu gani? 385 Qur'an. Ukifa hali ya kuwa si Muislamu kuna hatari. Sikiza inasemaje? 385 Al-Karimu. Tupe vitu. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na yeyote anayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Basi hiyo dini haitakubaliwa kwake. Wewe ukienda na dini nyingine apart from Islam, haitakubaliwa kwako. Tupe vitu. Naye akhira atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na wewe siku ya mwisho utakuwa miongoni mwa wenye hasara, na hatutaki upate hasara. Wewe ndugu yetu katika ubinadamu, wewe umetokana na Adam na Hawa, na ndio tumetoka pale. Hatutaki ukapate hasara. Uiokoe nafsi yako na moto wa Jahannam. Kuwa Muislamu si faida yangu, ni faida ya nafsi yako. Yaani wewe ukiwa Muislamu ni faida yako mwenyewe, inakunufaisha wewe hapa duniani na kesho akhera. Kwa sababu mimi nimekufikishia kazi yetu, tumeambiwa tufikishe. Anayeongoza ni Mungu. Lakini ukifa hali ya kuwa wewe si Muislamu, kuna hatari huko mbele. Lakini ukisilimu, Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote, kwa sababu ulifanya wakati wa ujahilia hukuwa unajua. Ndio uzuri ya Uislamu. Hiyo ni yangu tu, hiyo ndio nimeuliza tu hiyo. Okay. So hiyo ingine ndaleta. Asante sana. So karibu sana, wakati wowote nafasi iko. Yaani wewe ukijisikia tu una swali, wewe utatupata. Na ukitaka kuwa Muislamu, nafasi iko msikitini kila mahali. Haya, tulia hapo, usiwe na wasiwasi. Wakuito? Na alienda wapi Urasi? Kuja Rasi bana. Sikapa tumsikie Rasi. Rasi, siku mingi bana hatujaonana. Wanakuita nani? Majina nimesahau. Naitwa Daniel Momo. Daniel? Asante sana. Muislamu au siku hizi bado Mkristo? Kristo. Mkristo. Asante. Nini kinachokuzuia usiwe Muislamu? Mimi hakuna chenye kinanizuia. Juu Mungu tu ni mmoja. Naombanga tu Mungu mmoja.
Sisi na Wakristo hatuombi Mungu mmoja. Hiyo ndio watu wanakosea kabisa, kwa sababu Mungu ambao wanaomba Wakristo ni Mungu ambao ni wa Mungu watatu. Wanasema God in Trinity. Wakristo wanasema Mungu wao wako na mtoto, na sisi tunasema Mungu ni lam yalid wa lam yulad, Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Na sisi tunasema Mungu ni mmoja, nyinyi mnasema watatu. So haiwezekani tunaabudu Mungu mmoja, ila Mungu wetu ndio Mungu wenu. Si wanasema Mungu ni mmoja, lakini katikati yake kuna nafsi watatu. Sasa hiyo ndio wanakosea. Mungu hana nafsi tatu. Hawajasema Mungu ni wengi. Mungu ni mmoja, lakini kuna ile wanasema ako na nafsi tatu. Sasa hiyo ndio mchezo. Mungu hana nafsi tatu. Kwanza tumekatazwa na hiyo itikadi ya utatu. Qur'ani 4:171 teremka mpaka chini. Tumekatazwa na hiyo itikadi ya kusema utatu. Ni itikadi mbaya sana, mbovu. Kusema utatu ni itikadi mbaya. Sikiza habari. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu baada audhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Asante. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Asante. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam. Asante. Na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Tupe vitu. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake. Asante. Wala msiseme watatu. Malisia. Jizuieni na itikadi hiyo. Tunaambiwa hiyo itikadi ya kusema utatu tujizuie nayo. Itakuwa bora kwenu. Itakuwa ni bora kwetu, tusiseme utatu ati Mungu ni watatu. Tupe vipi? Bila shaka Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Tumeambiwa tuseme Mungu ni ngapi? Ni mmoja. Si mimi nimesema. Sasa wewe uko na hiyo itikadi ya utatu. Unasema Mungu ni mmoja lakini amegawanyika katika nafsi tatu. Hiyo itikadi ni itikadi mbovu, ambao ni itikadi ya kukufuru. 5:72 Qur'ani. Ni itikadi ya wale waliokufuru, bimaana wewe umeingia katika wale waliokufuru. Sikiza inasema. Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enda 75 ama 73. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. 73. Hebu tunini 72 mwalimu. Bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Na hali ya kuwa Masihi alisema, enyi wana wa Israeli, muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Asante. Kwani anemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo. Na mahali pake patakuwa ni motoni. Na madhalimu hawatakuwa na wasaidizi wa kuwasaidia siku ya kiyama. Nao hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Na ndio hiyo umesema. Wewe sasa umekufuru. Mimi nimekubali. Yaani wewe umekubali Mungu ni mmoja lakini ako kwa nafsi. Si kitabu ni Biblia ndio inasema katikati yake kuna nafsi watatu. Sasa mimi umekufuru. Mimi mshirika niko na swali. Uliza. Sasa mimi kama naaminia Mungu ni mmoja na katika Injili wanatuambia Mungu ako katika nafsi tatu. Makosa ni yangu mshirika ama makosa iko wapi? Makosa ni yako kwa sababu katika Biblia hakuna mahali inasema Mungu ako katika nafsi tatu. Yesu alipoulizwa kuhusu Mungu alisemaje? 18:18 kitabu cha Mathayo. Ama Luka 18:18. 18 mwalimu. Ama Marko 12:28. 12:28. Wewe ndio itakuwa uko na makosa. Sikiza 12:28 Marko. Umepata gani kwanza? Shapata hii ya kwanza. Haya, pika 18:18. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza. Mtu mkubwa mmoja alikuja kwa Yesu akamuuliza, mwalimu mwema. Anamuita mwalimu mwema. Nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Tupe vitu. Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja. Hakuna aliye mwema isipokuwa ni mmoja. Naye ndiye Mungu. Kumbe Yesu alitangaza Mungu ni mmoja. Na wewe unatuambia ni wata? Mimi nimesema Mungu ni mmoja. Katika katika Ukristo wangu vile wanaelezea. Sasa wanasema Mungu ni mmoja lakini sasa katikati yake kuna nafsi wata. Hao wanaoelezea mnawaita wachunga?
Kwa Katoliki hatuitani wachungaji. Wachungaji Katoliki mnawaitaje? Kuna deacon, kuna father, kuna padri, kuna maskofu, kuna deacon, catechist hao. Oh, so wewe uko Katoliki wewe? Asante sana. Sasa hapo ndio kuna matatizo kwanza. Manake ukisema wewe ni Mkatoliki, manake wewe ni raia mzuri wa huko Rome Vatican. Na wewe uko hapa Kenya. Pili, wewe haufuati imani ya Mungu. Wewe ukisema utatu iko sawa kwa sababu wewe unafuata imani ya Warumi 1:7 Rumi. Hiyo ndio imani ya Warumi, sio imani ya Mungu. Kusema Mungu watatu ni imani ya Kirumi, sio imani ya Mungu, hapana. Sio imani aliyopewa Mungu manabii watangaze, hapana. Ni imani ya Warumi waliotengeneza 1:7. Inasema kwa saba, inasema mwalimu wangu, kwa wote walioko Rumi. Kwa wote walioko Rumi wapendwa na Mungu. Eti Warumi wanapendwa na Mungu. Walioitwa kuwa watakatifu. Ati Warumi wanaitwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani tokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Asante. Kwanza namshukuru Bwana wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya Warumi ndio inahubiriwa dunia mzima. So sio imani ya Mungu, ni imani ya Warumi. Ndio wewe ukahubiriwa kuwa Mungu ni watatu, hiyo ni imani imetokana na Warumi. Na sasa mimi niulize, si imani yangu ndio inanifikisha kwa Mungu, si imani ya watu wa dunia, si imani yangu mimi mwenyewe kama mimi binafsi. Hapana, imani yako haiwezi kukufikisha popote. Lazima uamini kulingana na vyenye Mungu amewatuma manabii akawafundisha. Huwezi kutengeneza imani yako kando na imani ambayo Mungu amepea manabii afundishe. So ukitengeneza imani yako kando haikufikishi kokote. So lazima ufuate ile imani ambayo manabii wamefundisha, ambao manabii wametoa kwa Mungu. Sasa wewe ukisema imani yako itakufikisha popote, hakuna, itakutia motoni. Kwa sababu wewe utakuwa unakatana na amri ya manabii, ambao hii amri si ya manabii, wametoa kwa Mungu. So amri ni ya Mungu. Wewe niulize swali. Ulize hiyo swali. Sasa kulingana na vile nimesema mimi ni Mkatoliki. Sasa wenye wanatufunza huko kanisani, sasa wao ndio wako na makosa ama shida iko wapi? Juu hapo sijaelewa vizuri. Wako na makosa kibao na wewe uko na makosa. Kwanza anayekufunza huko kanisani umesema anaitwa Father ama askofu, si ndio mnawaita? Wako kijumla, si mmoja wako. Kuna maaskofu, si ndio hiyo? Kwanza wale maaskofu wameoa. Unajua kukienda kanisa zishughuliki na mambo yao, na hapo tumeenda kuongea na Mungu kabisa. Sasa wao ngoja kwanza, wamekufunza Mungu ni watatu, wakati Biblia inafunza Mungu ni ngapi? Ni mmoja. So kwanza wamekosea mafundisho. Mungu inafundisha ni mmoja, wao wanakufundisha ni watatu. So hiyo ni makosa ya kwanza. Pili, wamekuwekea sanamu pale. Iko sanamu? Unajua umbo ni mimi nikiona kwa kanisa, mimi sijajua kama ni sanamu. Kwani sanamu ni nini? Mimi kulingana na mimi sanamu, labda unielezee nijue juu sijui. Sanamu ni kitu kilichochongwa kwa mfano wa binadamu, hiyo ndio sanamu. Na sanamu yenyewe acha nikuelezee. Zaburi 115:4. Tumuelezee ajui sanamu iko namna gani. Wala tumuelezee venye iko. Ndio angalie zile ameweka kule kanisani kama ni hizo au amebadilisha. Kijana mdogo huyu lakini anafuata tu mapadili. Anafuata mapadili. Yeye hataki kufuata mwenye Mungu anasema, yeye anafuata mapadili. Utapigwa kiberiti na Mungu, wewe usicheze. Hebu sikiza, inasemaje sanamu ni kitu ya aina gani? Zaburi 115:4. Inasema mwalimu wangu, tumuonyeshe pole pole asiwe na wasiwasi. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi. Hiyo sanamu ambayo iko hapo Katoliki iko na mdomo? Sijaelewa. Unajua kanisa kuna mapambo mingi ya... Mimi nimeuliza sanamu, usijaribu kuhepa. Ujanja utaweka kando. Iko na mdomo hiyo sanamu? Mimi nauliza kuna vipango mingi kwa kanisa, si kibango. Mimi sijauliza vipango, nimeuliza ile sanamu ya Yesu na sanamu ya Mariamu ambao amewekwa pale. Mariamu ati amesimama, ambao ametengenezwa vizuri, ako na mdomo, ako na mikono, ako na miguu, lakini hasongi, amesimama pale pale.
Mimi nauliza hiyo sanamu, mimi siulizi mapambo ingine. Amechongwa kwa mawe au ubao? Amechongwa vizuri. Kabla hujauliza, umeona hiyo sanamu iko? Mimi kulingana vile unasema, nimeona hizo umbo zimeumbwa, na hiyo umbo na iongeangi. Sanamu si inavaa igwe, ni kitu inatoa sauti. Sasa sanamu itatoaje sauti na haina uhai? Na sasa wewe kwani ulienda shule wapi? Sanamu haina uhai, kinachotoa sauti ni kitu ambao kina uhai. Kwa mfano, ng'ombe anatoa sauti kwa sababu ng'ombe sio sanamu, ni kiumbe ambacho kiko hai. Binadamu anatoa sauti kwa sababu ni kitu kiko hai. Ile sanamu haiko uhai, ndio unakatazwa kuifanya sanamu. 21 kitabu cha Kutoka, tumsaidie huyu kijana. Inaonekana badala aende akichanganukiwa, anaenda akichanganyikiwa huko kanisani. Kwa sababu swali unaleta, wacha nikumalizie tu hiyo. Inasema mwalimu wangu, Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Tupe vitu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini nyie Wakatoliki mmefanya sanamu ya kulingana na wewe vile unasema. Kulingana na Katoliki venye mmeweka ile sanamu ni ya kuchonga, si ya kuchonga? Mimi nafikiria wameweka mapambo ya kanisa hapo. Kanisa igwe inapendeza watu. Aliyekuambia uweke mapambo ya sanamu kwa kanisa nani? Kitabu gani? Sasa mimi na Mungu amesema usichonge sanamu. Mimi ni mshirika. Sasa wewe mshirika, tatizo lako pale nazipata siko hapo. Sasa makosa ni ya mimi mshirika ama ni wenye waliweka? Makosa ni wewe, kwa sababu wewe unaenda kuunga uovu makosa. Wenye waliweka wana makosa na wewe mwenyewe uko na makosa. Kwa sababu leo ukiona mtu anauliwa na wewe ukachukua mawe ukapiga, ati kwa sababu umepata anauliwa na wewe unahukumiwa ni muuaji. Sasa wewe umepata watu wanaabudu sanamu na wewe ukasema mimi ni mshirika, ukaendelea kuabudu sanamu. Nyote wawili mnawekwa pamoja na mnatiwa motoni. Sasa na niulize swali. Kwa mwenye anjui ni sanamu na yeye anaamini anaenda kuomba Mungu, makosa ni wapi? Na kama ujui. Makosa ni kwamba anafaa afundishwe, na ndio tunakufunza kama wewe, na ukipata mwingine umlete tumfunze. Ni kwa sababu hafunzwi. So yeye ni innocent inheritor. Inafaa tumfunze awachane na mambo ya sanamu. Sasa niulize swali lingine. Sasa vile tuko wengi na wengine ni washirika wa hiyo kanisa yetu. Sasa kama ujui, ukienda kushiriki hapo unawekelea mtu muziko, unamwambia yeye anaabudu kishetani na yeye anjui. Kwa sababu yeye Mungu amempa akili, hajamuumba kama hayawani. So hata yeye anafaa afikirie na asome vitabu. So si ati aende tu anaburusu anaenda tu, hapana. Lazima asome vitabu, ajue hii ni makosa kuweka sanamu. Kwa sababu sanamu Mungu amepiga marufuku. Tena Mungu anasema ukiona sanamu kimbia. 10:14 kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wewe mbona unaona sanamu unaenda mahali ziko? Sikiza utauliza. Kwa ajili ya hayo. Wapenzi wangu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Ikimbieni ibada ya sanamu. Pali popote kuna sanamu na kunafanywa ibada, we kimbia. Sasa wewe unaona kunafanywa ibada na kuna sanamu, wewe unasogea. Wakati unaambiwa ukimbie utoroke, so wewe unafaa utoroke. Na pili, mnakunywa divai kule ama bado? Kuna wale ile wakati ikifika ya kupokea ule wenye ni mwaminifu anaenda. Hii divai ni juisi ama ni damu ya Yesu? Unajua mimi nikienda kanisani kumuomba Mungu, unapata kanisa wako na mpangilio yao ya kuabudu. Sasa hiyo mpangilio wao wanatoa kwa Mungu ama wanatoa kwa akili yao? Nauliza, hii divai hii mnakunywa ni pombe ama ni juice ama ni maji? Si divai, hata ukisoma mahali kwa dictionary utaelezewa ni nini. Ni nini? Wewe unajua ni nini? Si ni kinywaji. Kinywaji kama nini? Juisi ama kinywaji ya chai? Hata Yesu alitengeneza. Sijauliza kama Yesu alitengeneza, nauliza hii divai ni nini? Sijauliza Yesu alitengeneza, alikunywa, sitaki kujua hiyo. Nauliza divai ni nini? Ni juisi, ni maji ama ni damu ya Yesu? Mimi sita kudanganya hapo. Hata mimi nataka nijue juu ya hiyo. So wewe hujui divai ni nini? Mimi nasikianga ni pombe, lakini 9:20 mwanzo tumsaidie. Kumbe hajui.
9:20 mwalimu wangu inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima. Nuhu akaanza kuwa mkulima. Akapanda mizabibu. Nuhu akapanda mizabibu. Akanywa divai akalewa. Nuhu akanywa divai akalewa. So kitu ambacho kinakulewesha kinaitwa ulevi. So divai ni pombe. Na Mungu alikataa watu wasikunywe divai. Wewe unaendelea kunywa, wewe unaenda against Mungu. Ufai kucheka, unafaa kulia. 18 Walawi. Wewe Mungu anakataza na wewe unaendelea 18 Walawi. Yaani nyinyi mnakunywa tu damu. Ati mnasema ni damu. Kwani Yesu angekuwa amemwaga container damu ngapi ya ishangi? Paka leo ati tunakunywa damu ya Yesu na unakubali wakati unakunywa pombe. Sikiza habari inasemaje? Inasema kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia. Mungu akanena na Haruni na akamwambia, usinywe divai wala kileo chochote. Usikunywe divai wala kileo chochote. Kumbe Mungu amekataza watu wasikunywe divai. Sasa si ni huyu mshirika anaambiwa yeye malisia chini kama ni yeye. Wewe wala wanao pamoja nawe. Na wanao pamoja nawe teremka. Hapo mwingia hapo ndani ya hema ya kukutania. Ili kwamba msife. Wanapoingia katika nyumba ya kukutania wanaambiwa wasikunywe divai kwa sababu ni pombe. Sasa wewe kanisani ukikunywa pombe, baa watakunywa nini? Yaani kanisani umepeleka pombe, baa watakunywa nini kaka? Siku na ile kiwango utakunywa utalewa. So mnakunywanga kiwango kidogo. Yaani nyinyi mnakunywa kanisani pombe kiwango kidogo msilewe wakati mnajua ni pombe. Wakati mnajua nyumba mnafaa kwenda kuabudu Mungu, nyinyi mmeifanya nyumba ya starehe ya kunywa pombe. Mimi niko na swali. Leta hiyo swali yako. Sasa umesema kwa kanisa wanaweka mapambo, hiyo ni sanamu. Hiyo ni sanamu hiyo. Msikiti naonanga kuna picha imechorwa inakaa mwezi imewekwa pale juu. Sasa si pia hiyo ni kama hiyo sanamu pia? Ama hiyo inakuanga inamaanisha nini? Asanti. Hii unaona wanaweka mwezi, wanaweka nini, hiyo inawekwa kwa sababu ya kujulisha ni msikiti, ila si lazima iwekwe. Hijaambiwa ni lazima iwekwe. Kwa sababu tutaambiwa, hebu mpatie 39:41 Qur'an. 41:37 kama sijakosea. Katika kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu. Na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huko kupatikana usiku na mchana. Kunapatikana usiku na mchana. Na jua na mwezi. Na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi. Wala msilisujudie jua wala mwezi. Bali msujudie ni Mwenyezi Mungu aliyeviumba. Mnamwabudu Mungu aliyeziumba. So tumekatazwa usijaribu kuziabudu hizo. Hivyo ni kama vile mimi nimesema nikienda kwa kanisa siabudu zile mapambo zile ni sanamu za mifano ya wanadamu, ni makosa. Sanamu ndio inakatazwa, zile mmeweka ambao zinafanana na viumbe na ni uongo. Unajua mimi niko na swali. Lete. Unajua wewe ni mwalimu unanifunza na kubali. Na mwalimu akifunza lazima atumie ile njia yenye atafunza mwanafunzi wake aelewe. Sasa unataka njia gani? Ni saa kufunza njia, wachana nazo, toroka, wacha kwenda kuabudu sanamu, wacha kwenda kunywa divai ni pombe. Nimekuambia uachane nao, nimekuambia kuwa Muislamu ndio uelewe zaidi. Na mbona niulize, mbona pale kwa msikiti hawajaweka jua, wameweka mwezi? Nimekuambia hiyo sio lazima. Wala hakuna katika kitabu mahali imeambiwa lazima uweke mwezi, wala uweke nyota, hakuna. Nimekueleza. Nataka unielezee kwa Biblia, kwa Kiislamu wapi inasema kanisani wasitumie hizo ni vibaya? Nimekuonyesha katika Biblia, sio katika Qur'ani. Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kwani ulikuwa wapi? Biblia ndio imesema usiweke sanamu, sio mimi. Sasa ni wewe labda upingane na Biblia ya kwako. Pole, lakini mimi najua ni ile mapokeo uliopokezwa. Haya, karibu brother. Karibu nikusalimie brother. Na wewe tusikie, uangushe vitu kuangusha, mimi najua. Mimi wananiita Salim. Salim, mimi naitwa Ruoch. Ruoch. Nango. Poa. Asante sana. Swali, ngoja kwanza. Wewe dini gani?
Mimi ni Mkristo, nimezaliwa Ukristo. Wewe ni Mkristo, umezaliwa Mkristo. Swali gani unataka kuliweka para uwanja? Okay, swali ni cha kwanza mwanzo kabisa. Naona mnatembea na Biblia. Sasa mimi sio star sana kwa Biblia, lakini kuna mahali Biblia imeandikwa ati Yesu alitengeneza divai. Mnaamini hiko ama hakuna? Kunayo? Sisi kama iko katika Biblia hatuna shida, kwa sababu hayo maneno hatuamini nabii wa Mungu anaweza tengeneza pombe. Kwa hivyo hamuamini kimeandikwa kwa Biblia? Imeandikwa. Wala sisi hatuiamini hiyo, kwa sababu hiyo ni maongezo ya waandishi. Nabii wa Mungu hawezi kuja kutengenezea watu pombe ambayo inaletea watu maradhi shida katika dunia. Hawezi kutengeneza chang'aa. Yaani nabii wa Mungu akuja atengenezee watu chang'aa. Serikali hata ya nchi ya Kenya inatumia billions of money kupigana na ulevi wa pombe, kwa sababu inaharibu maisha ya watu. Kwa hivyo hicho imeandikwa kwa Biblia? Waliongeza. Hizo ni vitu waliongeza. Kupitia kwa nani? Kwa sisi tumepata kama Biblia ni kitabu takatifu. Waliongeza kupitia kwa hawa 8 Yeremia. Waliongeza. Vitu walikaa wakaongeza. Sikiza habari 8 Yeremia. Wewe nabii wa Mungu akuja atengeneze pombe? Yaani pombe, kitu Mungu anakuambia pombe ni haramu, alafu nabii akuja atengeneze pombe, alafu ambie watu wanywe pombe. Alafu tena akae hapo akunywe na mamake pamoja. Alafu akae hapo akunywe yeye Yesu pamoja na mamaye, wao wanakunywa pombe, alafu wao ndio kielelezo ya kuonyesha watu wao wanakunywa pombe. Wakati pombe inaleta madhara. Hiyo hakuna. Pombe inafanya watu kuwa maskini. Pombe inafanya watu kuwa maskini, watu kuwa wagonjwa. Sikiza inasemaje? Inasema mwalimu wangu, mwasemaje sisi tuna akili na Torati ya Bwana tuna pamoja nasi. Tupe vitu. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi. Tazama kalamu yenye uongo ya waandishi. Imeifanya kuwa uongo. So waandishi ndio waliongeza mambo. Wakaongeza mambo hata manabii hawakusema. Kwa mfano, kusema Yesu alitengeneza maji yakawa pombe, hiyo ni waandishi wameongeza. Haiwezekani nabii wa Mungu atumwe akuje kutengenezea watu pombe ambao ni haramu, Mungu amekataza. Hivi wewe nikuulize, katika Ukristo, mafundisho ya Ukristo, wanafundisha Wakristo wao wanakunywa pombe? Hapana. Kwa nini wasifundishe Wakristo wanywe pombe wakati wao unatuambia Yesu ndiye alitengeneza pombe? Kwani Wakristo wanampinga Yesu? Wakristo wapingi Yesu, wanafuata. Sasa, kama wanafuata Yesu, si wangekuwa wanafundisha Wakristo wao wanatengeneza pombe wakinywa pombe? Kwa sababu Yesu katengeneza. So wanajua hii fundisho si la kweli. That's why utapata mchungaji, Roho anasema usikunywe pombe, kwa sababu anajua hii ya kusema Yesu alikunywa pombe ni ya uongo, na Yesu kutengeneza pombe ya uongo. Nabii hawezi kuja kutengeneza pombe. Ni waandishi waliongeza. Katika Biblia kuna maongezo mengi sana yamewekwa. Katika Biblia mpaka wamemtukana Mungu. Katika Biblia wanasema nabii analala na watoto wake. Wewe unaweza amini nabii analala na watoto wake aliyewazaa? Sasa katikati ya Biblia na Qur'ani, sasa kitabu kipi kilianza? Kwa hizi vitabu viwili ndio zinaongoza dunia nzima. Sasa hizi viwili gani ndio ilishushwa ya kwanza kabisa dunia? Qur'ani ndio kitabu cha kwanza kuletwa duniani. Imeletwa katika karne ya 7 kwa Bwana Mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Imeteremka Maka kidogo na Madina kidogo. Biblia imetengenezwa juzi. Walipokaa chini, wanatokana na neno la Kiebrania wanasema Biblos, maanake mkusanyiko wa vitabu. Kigiriki wanaita Biblos, maanake mkusanyiko wa vitabu. Wakakaa chini wakatengeneza Biblia. Iko na vitabu 66, kuna ingine ya Katoliki iko na vitabu 73, na kuna ingine ya Coptic Christian ambayo iko na vitabu 99 books. So kila mmoja akatengeneza kulingana na imani yake na mvuto wa kwake. Biblia sio moja, mingi na katika hizo Biblia haziongei kitu kimoja. Kila Biblia ina mapokeo yake tofauti. Ya Coptic inasema Yesu alikuwa mtu mweusi. Orthodox ndio hao wanajiita Coptic Orthodox hao. Wanasema Yesu kwanza alikuwa mtu nyeusi. Sio huyu mnaletewa mweupe hii. Mzungu. Mzungu hii wanasema hiyo X. So kila mtu ana
mafumu yake. Biblia imekuja juzi, hii ya kuninini 1952 wameleta. Hiyo ingine 1611. Na Qur'ani inatambua Yesu. Qur'ani inatambua Yesu hivi, Qur'ani 3:45. Sikiza vitu sasa. Kama inamtambua Yesu. 3:45. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakuna kitabu duniani kinachomtabua Nabii Isa ibn Maryam kwa uzuri kama Qur'an. Biblia kuna mahali hata inasema Yesu alikuwa ni mlevi, alikuwa kinywa na mlafi. Takuonyesha leo usuke. Sikiza habari. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kuzaa mtoto bila ya mume. Tupe mavitu. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukuambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Tupe vitu. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Asante. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Kwanza muujiza wa kwanza tunaambiwa Yesu atafanya, atazungumza na watu maneno ya dini akiwa mtoto mdogo. Si kama Biblia inasema ati alitengeneza maji ikawa pombe, hapana. So Qur'ani imezungumza tena, inatusema Yesu atakuwa na heshima hapa duniani na kesho siku ya Kiyama atakuwa ni katika miongoni mwa nabii ambao wako na heshima. Qur'ani kuna mali Yesu alikuwa na wafuasi wake kwa Qur'ani. Iko Qur'ani 5:72. Kwa majina haiko. Kwa nini haiko na alikuwa na wafuasi wake? Kwa sababu iko hakuwa na pita ni jina ya kizungu. Israeli hakuna jina Pita. Hiyo ni majina fabrication. Nitajie majina hao. Majina hatuko katika Qur'ani kwa sababu Qur'ani hata majina ya maswahaba. Tulia kwanza, tulia. Kabisa. Mbona Qur'ani hajataja hao wafuasi wake? Ndio nataka kujibu hivi. Hata wanafunzi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Omar, nani wote hawajatajwa kwa Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani sio hadithi ya watu fulani ama maisha ya watu. Qur'ani ni matukio yaliyotukia yanakuja. Hata mamake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babake hajatajwa kwa Qur'ani. Sasa ukisikia hiyo ya wanafunzi utaipata katika kitabu kingine cha historia ya manabii. Upate Nabii Isa wanafunzi wake waliitwa hivi na hivi, lakini sio ndani ya Qur'ani, kwa sababu Qur'ani inaleta matukio yanayotukia, sio historia za watu. Ukumbusho ya watu. Musa alifanya hivi, tunakumbushwa, sio majina ya watu bana. Majina ya watu iko katika vitabu vya historia, ndio utapata. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, yanakuja wakati kuna hatua. Kwa mfano, wanafunzi wa Yesu wanatajwa, lakini hatujatajiwa majina yao, maanake tunajua wako. So tunaenda katika vitabu vya hadithi ndio tupate majina yao. Tunajua hawapo, lakini walikuwa. Tunajua wako kwa sababu wametajwa hivi. 5:72 Qur'an. 5:72 Qur'an, tupe vitu. 5:72 Karimu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka. Ama 3:52. Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi alisema. Yesu alipoona nini yao imestadi alisema, nani watakuwa wasaidizi wangu kuendea katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Asante. Wanafunzi wake wakasema. Wanafunzi wa Yesu wakasema, maanake tusajua kuna wanafunzi wa Yesu. Sasa tukitaka majina yao tunaenda katika vitabu vya hadithi vya tarehe, ndio tutapata huyu Nabii Isa alikuwa na wanafunzi hawa na hawa, lakini sio kwa Qur'an. Kitabu ya hadithi ni kitabu gani kando na hii Qur'an? Iko. Ni vitabu alizo. Sasa Qur'an iko na kitabu kingine na Biblia unasema ziko kuna nyingine. Sasa kabisa Qur'ani iko hivi. Kuna Qur'ani, sikiza, Qur'ani ni moja, ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Hadithi ni maneno ambayo manabii walituelezea kuhusiana na hao waliopita kabla yao. Ni maneno. Nielewa vizuri. Ni manabii wanatuelezea. So Qur'ani ni moja duniani. Lakini sio majina ya watu. Nifungulie hicho, ninataka kusikia hadithi. Hadithi hatujabeba leo, labda tukuletee kesho. Basi nitakuja kesho mnisomee kama hapa. Hakuna shida. Hebu niambie majina. Asante. Na mimi nataka unisomee kwa Biblia majina ya wanafunzi wa Yesu walikuwa anaitwaje, na usiniambie Pita ni jina ya kizungu.
Nataka majina yao original walioitwa wakiwa kwao, kwa sababu kwao hakuna majina Peter. Na nikueleza majina mawili. Walikuwa 12, walikuwa 12. Hakuna shida. Simoni Petro anaitwa Shamun. Yuda Iskarioti huyo mnaitaka anaitwa Yahudha. Sasa tuambie haya majina mengine. Tunataka tujue hao majina walikuwa wanaitwaje, kwa sababu haya Peter sijui nini, haya ni majina ya kizungu haya, na kule si wazungu. Hata sasa unasikia Netanyahu, unasikia yale majina yanaitwa kule. Majina ya Kiyahudi kule ndio tunataka. Hatujasikia Myahudi anaitwa Peter. Haya ni majina ya kizungu yalioletwa kwa ukoloni. Kwa hivyo hizi majina tumebatizwa hizi ni fake names ama? Ni fake kabisa. Lete Biblia, piga dibaji. Wacha nikuonyeshe katika Biblia ni mafeki. Ni majina fake. Yaani wewe umebeba jina feki. Sikiza inasemaje, dibaji msomee. Inasema mwalimu wangu. Na usije ukapata pressure bure. Sikiza inasemaje. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Asante. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litakuwa Jehova. Asante. Au Mwenyezi Mungu. Asante. Au Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Asante. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Na ya mahali. Na ya mahali. Yalikuwa lazima yafikiriwe tena. Na mengine kutengenezwa. Sasa kama zako ilitengenezwa, waandishi wa Biblia wanasema majina tulitengeneza. So ni feki, kitu cha kutengenezwa ni feki. Sasa wewe kwanza unaitwa nani? Naitwa Norbert Joseph. Norbert Joseph. Norbert inamaanisha nini? Hiyo mimi nilizaliwa nikapata naitwa hivyo. Lakini haujui inamaanisha nini? Ndio. Hiyo ndio matatizo. Manake ulitengenezewa hiyo. Sasa hebu karibia hapa, kuna kitu nataka nijue. Wewe unaenda kanisani? Ndio, nashiriki. Asante. Na Yesu alikuwa anashiriki kanisani? Yesu alianzisha dini lake mwenyewe. Dini Yesu alianzisha inaitwaje? Haina jina, basi kanisa ni mingi. Sijauliza kanisa ni mingi, nimeuliza hivi. Yesu amewahi shiriki kanisani maisha yake yote duniani? Wewe tuambie hiyo ya Yesu tu. Alikuwa anaenda hekalu tu. Alikuwa anaenda hekalu. Na wewe ulienda kanisa kufanya nini? Kanisa ni kama hekalu tu. Alikwambia kanisa ni kama hekalu nani? Kwanza Yesu alikuwa akienda wapi? 4:14 Luka. Muonyeshe aone na macho yake. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Tena Yesu alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Sikiza habari. Akaenda Galilaya. Yesu akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Asante. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Asante. Akitukuzwa na watu wote. Teremka 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu kumbe desturi yake alikuwa akienda katika sinagogi. Sinagogi ni nini? Ni dhehebu. Waandishi wa Biblia muonyeshe wanatuambia sinagogi nini, aone na macho yake meupe. Sinagogi. Muonyeshe inasema nini? Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Yesu alikuwa akienda kwa msikiti, lakini wewe unaenda kanisani. So wewe na Yesu ni kama bangi na polisi. Kwa sababu wewe unaenda kanisani, Yesu anaenda msikiti. Wewe ukiona Mluya au Mjaluo, ukiona Mjaluo anaenda msikitini kila wakati, anakuwa dini gani? Muislamu. Asante. Na Yesu maisha yake anaenda msikitini, anakuwa dini gani? Mbona maiki nazima ikifika hapo? Mbona kwa Mjaluo umeniambia tu vizuri, Mjaluo akienda msikitini anakuwa Muislamu. Lakini ikifika kwa Yesu kwenda msikitini, hii maiki haiongei. Yesu tumeona kawaida yake anaenda msikitini. Atakuwa dini gani Yesu? Kwa hivyo Yesu ni Muislamu. Yesu ni Muislamu. Na ukiona mtu ambaye ni Mkristo anampinga Yesu, kwa sababu Yesu Muislamu. Vitabu vinasema. Sio usije ukapata pressure bure. Tunakwambia ile jambo ambalo liko. Yesu Muislamu. Kwa dini ya Islamu. Lete swali. Ni mbona Muislamu ni rahisi kuoa mtu alafu saa hiyo anaenda kuswali?
Asante sana. Hata kama wanaua mtu, anaua akitaja jina la Mwenyezi Mungu. Asante sana. Anauliza mbona Muislamu anaua mtu na anaenda kwa msikiti kuswali? Kwanza Muislamu akiua amefanya kosa kubwa sana ambayo Mungu anasemaje 17:33 Qur'an. Muonyeshe huyu kaka. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Qur'an inasemaje? Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Kumbe Qur'an imekataza Muislamu so ukiona Muislamu anayeua, mwenye anaua ni ukiona mwenye anaua amefanya dhambi, amevunja amri ya Mungu na anapata makosa, na akikaa na hiyo makosa Mungu atamchoma kwa sababu Mungu amekataza kuua. So Uislamu haujaruhusu kuua. Kuna Uislamu na kuna Muislamu. Muislamu ni binadamu, akifanya makosa Uislamu uko perfect, Uislamu hauna makosa. Ni kama Wakristo, unapata Mkristo ni mwizi lakini Ukristo haifunzi wizi. Ndio, Mkristo anaiba, hata Mkristo anaua, naenda kanisa. Na Mkristo anaua na kesho anaenda kanisa. Uislamu pia anaua saa 10 ya kumsikitini. Na mbona usemi Mkristo pia anaua na anaenda kanisa? Kwa sababu nchi zote kuna mahali ni makosa. Ndio nakakwambia huyu Muislamu akiua ni dhambi na ataenda kuchomwa akikaa na hiyo hali, kwa sababu amefanya makosa. Uislamu umekataza kuua. Sasa akiua naende pale, akitoka ni msafi? Hajasema ni msafi, hakuna andiko inasema ni msafi, kwa sababu kuua ni makosa. Inasemaje? 5:32. Kwanza ukiua mtu mmoja unaandikiwa makosa ya kuua watu wote duniani. Wewe unadhani tauba yake ni mchezo? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya ufisadi katika nchi, basi ni kama ameua watu wote. Yaani wewe ukiua mtu mmoja unaandikiwa sawasawa umeua watu wote duniani. So kuua ni dhambi, tena dhambi kubwa sana, kwa sababu unaandikiwa umeua watu wote duniani wakati uliua mtu mmoja. So ni haramu kuua, imekatazwa. Hapo nimekubali. Umekubali Haya, uko tayari kuwa Muislamu? Na nyanyua kidole, unapiga shahada, nafasi yako iko msikitini. Tena ni free kuwa Muislamu. Sasa Uislamu hata napenda, hata niko napenda song zao, niko na makaswida kwa simu zangu nasikia, lakini yani wewe umependa Uislamu? Napenda, ndio. Lakini bado hujakuwa Muislamu. Bado. Kinacho donge Islamu elidini mabela adonje. Donje mabere. Uislamu ni dini mzuri. Kama uko na nafasi wewe ingia uwe Muislamu, na nafasi iko sahihi, uko hai. Kama kesho nitakuja utakuwa hapa. Ile deni bado iko hapa, ni ile uniletele kitabu nijue yale majina, wale majina nilikuwa nataka kujua kwa ile kitabu kingine. Asante, ukijua hiyo majina yatakusaidia. Ngoja kidogo, utaletewa, utajua hiyo majina. Majina yatakusaidia na nini katika maisha yako? Ndio nijue Yesu alikuwa na wafuasi wake. Sasa ukijua Yesu alikuwa na wafuasi wake itakusaidia nini katika maisha yako? Umejua Yesu alikuwa na wanafunzi wake, itakusaidia nini katika maisha yako ya kuishi wewe mwanadamu? Ndio sisi kama Wakristo au wanafunzi wake 12 majina zao tumetajwa. Nimekuambia hiyo majina ni feki. Haya hapo. Tumeshatajwa, tunatumia kwa ID kwa kila kitu, si ndio? Sasa kwa hicho unasema iko kwa kitabu kingine ya Kiislamu. Huko pia nataka nijue wanajiitaje kwa jina. So ni majina unajua, lakini usajua ukweli. So usajua ukweli, Uislamu ni dini yako na ndio dini ya watu wote, lakini wewe unasubiri tu majina yao wafuasi wenye wako kwa Qurani. Asante sana, usiwe na wasiwasi. Swali lingine? Hakuna. Hauna swali lingine? Karibu basi, kesho usiwe na wasiwasi. Kesho nakuja. Wananiita Dennis. Dennis, asante sana. Dennis, Mkristo Muislamu? Mkristo. Mkristo Dennis. Dennis, una swali ya kuwauliza Waislamu au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Ni free. Labda niwaulize tu swali. Hebu injika hiyo swali. Jambo la kwanza, kuna mahali nimesikiza huo mjadala wenu, lakini umenitatiza kidogo. Umesema eti sinagogi ndio msikiti.
Mimi sijasema sinagogi ni msikiti, na mimi nikisema sinagogi ni msikiti nitakuwa muongo. Kilichosema sinagogi ni msikiti ni Biblia, sio mimi. Usiniwekelee. Kilichosema sinagogi ni msikiti ndio hii imeandikwa hapa, sio mimi, wala sio mwandiko wangu, ni Biblia imeandika, sio mimi. Sasa usije ukaniwekelea makosa bure. Kilichosema sinagogi msikiti Biblia. Mimi kosa langu ni kuquote tu, nimequote kwa Biblia. So sinagogi ni msikiti, kilichotuambia ni Biblia. Haya, msikiti kwa Kiingereza tunahitaje? Inaitwa mosque. Haya, sinagogi kwa Kiingereza tunahitaje? Sijajua, sina Biblia yake. Sinagogi. Itaitwa labda sina, kwa sababu inakuwaje eti ikifika hapo inakuwa eti msikiti kwa Kiingereza ni mosque. Alafu basi labda utuambie walioandika Biblia ni waongo, kwa sababu nyinyi ndio mnatuambia walioandika Biblia wameongozwa na Roho wa Mungu. Sasa saa hii utangaze hapa kwa hii kamera walioandika Biblia warongo, walidanganya. Mimi sitakuwa na shida, mimi nitakubali na sitatumia, kwa sababu mimi nimesoma tu. Ni kama wewe ni innocent inheritor, umepata kitabu kasoma venye kimeandikwa. Andika Biblia yake pia. Ama uachane na hii utuandikie Biblia nyingine ambayo inasema sinagogi ni kanisa, kwa sababu wale walioandika hii tuko nayo wanasema sinagogi msikiti. Haya, sawa, tuliwachia hapo hilo. Asante. Haya, sasa tofauti yangu na nyinyi, labda mimi naweza sema tu ni siku ya nini? Ya kuabudu. Sisi tunaabudu kila siku. Sisi hatuna siku special ya kuabudu. Waislamu hawana siku special ya kuabudu. Waislamu wanaabudu kila siku, ila Ijumaa ni idi ndogo kwa Waislamu. Maanake siku idi, yani siku ya sherehe kwa Waislamu. Lakini Waislamu wanaabudu kila siku ya Mungu. Maadamu umeamka unaabudu mara 5 kwa siku, kila siku. Pia si iko hivyo, tunaabudu kila siku, lakini tunayo siku ya Sabato. Ngoja kwanza, kanisani mnaenda kila siku? Hatuendi kila siku. Sisi msikitini tunaenda kila siku. Sasa hatuwezi kuwa the same. Lakini naweza enda kila siku kwa hiari yangu. Lakini utaendaje kanisani? Uwezi enda wakati kumepigwa kafuri. Kanisa kunawekwa kufuri. Sasa kanisa msikitini iko open. Kufunga imaanishi uwezi enda kila siku. Utaendaje na una kifunguo ya kanisa hii? Si labda mnaweza chagua mahali ya kuweka, ukienda unachukua hapo. Mbona hamkuongea mkaweka sehemu huo unafunguanga? Watajua wewe utaiba vyombo kule, hawezi kubali mpaka wawe. Msikitini hata saa hii tukienda msikitini iko open. Unaingia, unapiga raka zako 2, unagojea jamaa ifike uswali pamoja. Yaani msikiti iko wazi. Haya, asante. Sasa hiyo verse ambayo umeisomea huyo jamaa mwenye amepita, umemwambia kwamba Yesu alienda hiyo yenye umeita sinagogi siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi yake. Yesu alienda kila siku kwa sinagogi, sio Sabato tu. Siku ya Sabato. Wewe hukusikiza vizuri 18, 19 kitabu cha Yohana. Muonyeshe Yesu alienda kila siku. Wewe unadhani ati Yesu alienda siku moja? Kila siku. Wewe ndio hujasikiza vizuri. Na ndio naambiwa usidandie gari, hujajua kama inaenda Mwingi na kumbe kwenu ni Kajiado. Kwanza uuliza 18, 19. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wanafunzi wake. Yesu aliulizwa habari za wanafunzi wake na habari za mafundisho yake. Tupe vitu. Yesu akamjibu, mimi nimesema na ulimwengu waziwazi. Siku zote nalifundisha katika sinagogi na katika hekalu. Kumbe Yesu siku zote alikuwa akifundisha kwa sinagogi. Siku zote. Sawa, siku zote, lakini hiyo ndio kazi ambayo ilimtoa mbinguni aje huku. Siku zote alikuwa anafanyaje? Lakini hapo mwanzo tukisoma mwanzo tunapata kwamba baada ya uumbaji Mungu alitupea hizo siku zote tukaweze kufanya kazi zetu, lakini siku ya Sabato tukaweze kupumzika. Yaani wewe unaambiwa upumzike? Hiyo ni siku ya kupumzika na kama yeye alivyofanya. Mbona unaenda kufanya ibada kama umepumzika? Kwa sababu ibada ni kazi. Sasa mbona unaenda kuabudu wakati ibada ni kazi? Ni kupumzikia kazi zetu, yani ni kama ni siku ya sala. Kuna kitu sijakuelewa vizuri. Yaani Wakristo nyinyi katika siku ya Jumamosi ndio hamfanyi kazi, lakini mnaenda kufanya ibada. Na ibada ni pati ya kazi. Lakini unapumzikia kazi zako. Hilo ndo nalo maanisha. So unaenda kuabudu? Unaenda kuabudu siku ya Sabato. So wewe unaabudungu Sabato?
Yeah, hiyo ndio siku ya kuabudu. Oh, so wale wanaabudu Sunday kama leo wamepotea? Sijasema wamepotea, wanaabudu, lakini labda siku tu ndio tofauti. Hoja yako ni gani? Manake sisi Sabato tuko msikitini, Jumamosi tuko msikitini mara 5. Jumamosi. Jana tulikuwa msikitini mara 5 kwa siku, leo tuko. Nani kasema Jumamosi? Nyinyi mnaabudu siku gani kwanza? Tunaabudu kila siku 22 36 Qur'an. Muonyeshe huyu kaka. Tunaabudu kila siku 24 36 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mpe vitu. Onekane kwa kuswali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Asante. Na humo litajwe jina lake. Yaani misikiti. Misikiti tunapata asubuhi na jioni. Tena asubuhi na jioni kila siku tuko msikitini. Mara ngapi? Mara 5. Kwa hivyo hamna siku ambazo mnafanya kazi zenu? Kazi tunafanya kila siku na tunafanya ibada kila siku, kwa sababu ibada inachukua muda kidogo. Dakika 10, dakika 7 unamaliza, unarudi kazini mwako. Na hamna siku ambayo mnaipumzikia kazi? Kazi tunapumzika wakati tumepata pesa vizuri, tunaenda vacation. Tunaenda starehe bwana. Tunaenda starehe kama Mombasa mwezi mzima, tunapumzika. Lakini tunafanya ibada hata tukiwa tunapumzika vacation. Kwa sababu tuna hela, lakini huwezi kwenda mapumziko na una kitu, watoto watalala njaa. Sisi wa Kristo tunaamini ya kwamba unafaa ufanye kazi kwa siku 6, siku ya 7 ukaweze kupumzika. Ni imani yenu wa Kristo, sio amri ya Mungu. Ni amri ya Mungu. Amri ya Mungu. Yeah. Asante sana. Kuna mahali Yesu alitaja hiyo amri lazima watu wapumzike? Ni amri ambazo zimeweza kuandikwa katika kitabu cha Kutoka. Ni Kutoka. Yeah. Sio saa hizi. Na ilianza wakati ambapo Mungu aliweza kupumzika yeye mwenyewe siku ya Sabato. Yaani Mungu pia anapumzikanga? Yeah, Mungu alifanya sana huwa anachoka hivi? Si kuchoka, ilikuwa anayepumzika anakuwa amefanyaje? Si amechoka? Kama mimi ukiniambia jioni nakwambia nimepumzika, ukiniuliza mbona unapumzika nakwambia mwanangu nimechoka kuanzia asubuhi nafanya kibarua, maana yake sasa napumzika, najipumzisha. So Mungu wetu hachoki wala hasinzii. Sasa ukiona kwanza Mungu anachoka, huyo Mungu kuna matatizo. Haijaandikwa amechoka, alizimaliza kazi zake akapumzika. Kwa sababu na alitoka mapumzikoni ama bado yuko mapumzikoni? Alizimaliza kazi zake. Mbona wewe unacheka kijana mchungaji? Tunauliza ili tujue. Bado yuko mapumzikoni ama alitoka? Alizimaliza kazi zake. Yeah. Bado anapumzika ama alitoka mapumzikoni? Manake unatuambia inasema Mungu alipumzika. Je, alitoka katika mapumzikoni ama mpaka leo Mungu amepumzika? Alitoka. Kaka wewe. Subhanallah. Mimi siwezi kukulaumu sana. Mimi najua Wakristo wengi ni innocent. Ni ile mambo ambayo wamepokezwa, inaitwa mapokeo, sio kupenda kwenu. Nyinyi mko katika sehemu ambayo mlipokezwa, hivyo ndio mliambiwa. Kwanza Mungu hachoki wala hapumziki. Huwezi kusema ati Mungu alipumzika, hiyo utakuwa unamdhaifisha Mungu. Naona Mungu kila siku, usiku wewe wakati umelala, Mungu anakuangalia, anakugeuza. Ndio unapata ulilala kwa hivi, Mungu amekugeuza, umelala hivi na hujaanguka chini. Na ulikuwa unangorota unaota. Anakugeuza hivi, anakugeuza hivi. Mungu anakuchunga. Na hivyo wakati wewe umelala kuna wengine wameamka. Sasa tunaenda jioni Amerika, watu wanaamka. Na tukisema alifanya kazi kwa siku 6 na akamaliza. Akaimaliza kazi yake kwa siku 6. Yeah. Mungu anafanya kazi mpaka leo, kwa sababu unapoona kiumbe kiko katika tumbo la mnyama, kiko katika tumbo la binadamu, bado Mungu ndiye anakiumba kile kiumbe. Yaani zizimizi yako chini huko, Mungu anampa riziki. Watu wanapata ujauzito kila siku. Watu wanafanya nini? Wote ni Mungu anafanya hiyo shughuli. So kusema Mungu amepumzika ni useme dunia isimame. Kwa sababu dunia anaiendesha ni Mwenyezi Mungu, anampa huyu riziki, anampa huyu hivi, kila wakati inakuwa inaendelea, na yote anaoendesha ni Mwenyezi Mungu. Lakini kwa Mungu kupumzika haikumaanisha kwamba amechoka, ilikuwa kielelezo kwetu kama sisi ambao alikuwa ametuumba. Nayo hiyo ni kitu ambacho hakiko. Watu ambao walipewa Sabato walikuwa ni wana wa Israeli, na walikuwa wamepewa specific kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ngumu katika Misri, wakaambiwa wao wanapumzika
katika hiyo siku. Katika safari yao wakielekea Canaan walikuwa wanapumzika bado. Kwa sababu walikuwa wamefanya kazi mingi. Wewe hujaenda kufanyishwa kazi huko ya utumwa. So wewe sabato haikuhusu na sabato haikuhusu na iko kwa Biblia ambayo mimi naiamini. Haiko kwanza sabato 1:13 Isaya aliitoa na akaitupa mbali. Pole lakini. Pigwa marufuku hiyo. Pole lakini au kwa unajua. Pole lakini. 1:13 mwalimu wangu kitabu ni Isaya. Pole umsomee kijana yetu aelewe. Unajua huyu kijana ni innocent. Ni ile mapokeo aliyopokezwa. Sikiza inasemaje? 1:13 inasema msilete tena matoleo batili. Asante. Uvumba ni chukizo kwangu. Asante. Mwezi mpya na sabato. Mwezi mpya na sabato. Kuita makutano siyawezi maovu hayo. Mungu anasema sabato imekuwa ni Naomba urudie tena. Rudia pole. Msilete tena matoleo batili. Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwa Mungu. Mwezi mpya na sabato. Kuita makutano siyawezi maovu hayo. Imewekwa vitu tatu kuwa siyawezi maovu Haya. Sawa. Nne Waebrania. Ngoja nakupa nafasi kabla tuende. Na kwa nini Yesu hapo tunakuja kuona Isaya alikuwa kabla ya Yesu kuja. Na kwa nini tena tunaona tukiingia katika agano jipya tunapata ya kwamba bado Yesu anaenda kanisani siku ya sabato. Yesu hajaenda kanisani. Yesu hajaikanyaga kanisani. Yesu alikuwa Muislamu, alikuwa akienda msikitini. Hatuwezi sema Yesu alikuwa aenda msikitini. Ni Biblia ndio imesema alikuwa akienda msikitini. Maisha yake hajaienda kanisani. Lakini sabato na kuonyesha iliondoka kabisa. 4 Waebrania. Yesu atakupitia mlango wa kanisani kuambia mlango wa kanisa. Wakati wa Yesu hakuna kanisa. Kanisa ni mambo yamekuja juzi. Kanisa wakati ya Yesu hakuna. Na hata Wakristo wale wa machungaji wanajua hakuna kanisa wakati wa Yesu. Wangekuambia ilikuwa Katoliki, ilikuwa PCA ama ilikuwa Finger of God au Seventh Day. Ama Seventh Day Adventist Church ambayo imeanza juzi. Acha tulifungue lango. Sikiza inasemaje? Unataka kumuuliza pastor Muuliza mchungaji, hakuna shida, wewe muulize tu. Na akiwa na nafasi mwambie aje hapa. Inasema mwalimu wangu. Asante. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi. Ndio hiyo, ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi. Mungu alistarehe. Asante. Siku ya 7. Asante. Akaziacha kazi zake zote. Asante. Na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Asante. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia. Asante. Kwa sababu ya kuasi kwao, aweka tena siku fulani. Ndio unamtumia mchungaji. Mungu anasema aweka tena siku fulani, maanake ile sabato imeondolewa, haiko. Na ndio ukaona watu wa Jumapili wakajitafutia yao kwa sababu hawakujua ni siku gani iliyowekwa, na kuna wengine wakajitafutia yao wakaenda tu vyenye wanataka kwa sababu hawana ile mwelekeo wa vitabu wa kuonyesha mpaka wawe Waislamu ndio waambiwe kuabudu ni kila siku. Kulingana na Biblia tunayo siku ya kuabudu. Siku gani? Siku ya Jumamosi. Imeandikwa wapi tupatie? Mahali imeandikwa Wakristo waabudu Jumamosi, tupe kwa Biblia. Mathayo 28 mstari wa kwanza. 28:1 Mathayo. 28:1 Mathayo mtakatifu kwenye kuandika. Hata sabato ilipokwisha ikapambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Wapi nasema Wakristo waabudu siku ya Jumamosi? Na kwamba siku ya sabato ni Jumamosi. Na kwanza siku ya sabato nani alikwambia ni Jumamosi? Hapa imesema ilipopambazuka siku ya kwanza ya juma. Ndio siku gani sasa hii siku ya sabato ilipokwisha? Mwalimu anauliza. Ina depend na version ambayo unaitumia. So Biblia ni version So version hii kama inasomwa kanisani watu hawatajua, lakini uko na version ambao wewe unatumia ambao inasema kuabudu ni Jumamosi, ambao Wakristo hawakuweka kwa Biblia, walitoa. Sasa ni ipi neno ya Mungu na ni ipi ya wanadamu? Umeichapisha ninyi Wakristo wa Jumamosi kwa sababu wa Jumapili wangechapisha hivyo. Maana wa Jumapili hawezi chapisha hivyo. Nyinyi wa Jumamosi ndio mmeenda mmechapisha, mkajiongezea mkaweka sabato ndio inafaa watu waabudu Jumamosi. Lakini wa Jumapili hawawezi tumia kwa sababu wao hawaabudu Jumamosi. Wanaweza wakaitumia. Sasa watatumiaje wakati wao wanaenda Jumapili kuabudu sio Jumamosi? Wewe kwanza unashiriki sabato?
Mimi ni mwana Sabato. Asante. Wewe uko Sabato Old SDA ama ile Three Angels? SDA. SDA 3 Angels. Asante. Kanisa SDA imeanzishwa na nani? Ellen G. White. Ellen G. White. Makao makuu iko wapi duniani? Sijafahamu kwa. Iko hapa Michigan, Amerika hapa. Kwa sababu ndio alikuwa huko. Yesu maisha yake hajakanyaga Amerika. Yaani wewe unafuata mwanamke aliyekuanzishia imani badala ufuate anayokueleza Yesu. Ilitokea hivi. Kuna wakati ilifika ambapo kanisa lilikuja likaangamia kwanza kwa sababu Wakristo walikuja. Kanisa gani liliangamia? Wakateswa kwanza. Wakristo Wakatoliki ama Wasabato? Na Wakristo gani waliteswa? Wasabato. Wasabato. So Wasabato walikuwako? Walikuwa. Headquarter yao ilikuwa wapi wakati walikuwako mwanzo? Kabla ya kuteswa. Kabla ya kuteswa walikuwa na headquarter wapi? Saa hii historia yote duniani tunaijua. Walikuwa wapi? Tukienda Jerusalem ni msikiti iko mpaka leo. Sasa Wasabato walikuwa wapi kabla wajaanzishwa na Ellen G. White? Nasema kwanza kanisa kwanza ilikuja ikateswa ikaisha kwanza. Kanisa gani? Katoliki au Sabato? Katoliki au Sabato ama Jehovah Witness ambayo imeanzishwa Denmark? Sabato. Sabato. Uko na ushahidi gani Sabato ilikuwako Jerusalem? Tupe ushahidi. Je, kuna ene structure ilikuwa ya Sabato huko? Vitu yote inajulikana. Haikuwa inaitwa SDA ndio maana. So haikuwa inaitwa SDA, ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa tu sinagogi. Sinagogi tumeona ni msikiti, wachana na sinagogi. Ilikuwa imani ambayo walikuwa naabudu siku ya Sabato. Lakini sio kanisa, ni imani. So sio kanisa, ilikuwa ni imani. Walikuwa naabudu siku ya Sabato, walikuwa naita sinagogi. Sinagogi ni msikiti. Msikiti kwa Kiingereza ni mosque bana, msichanganye tena. Nauliza, walioandika Biblia ya Kiswahili maana yake walikuwa walevi? Hebu tuelezee vizuri. Msikiti kwa Kiingereza ni mosque kabisa, wala sijakataa. Kwa Kiingereza ni synagogue. Kwa hivyo hapo mnatuchanganya kidogo. Mbona una compare kila kitu na Kizungu? Kwani Yesu alikuwa ni mzungu? Si ungekompea na lugha ya Yesu? Mbona una compare na Kizungu? Mnaniletea Kiswahili. Mimi nakuletea Kiswahili kwa sababu sisi ni watu wa East Africa. Sisi ni Waswahili. Na hatuna Biblia ya Yesu, mlificha. Kwa sababu mlijua mkileta Biblia ya Yesu inasema Yesu Muislamu, mkaficha mkatuletea Kiswahili. Sisi ni watu wa East Africa, tunasoma ya Kiswahili. Qur'ani sisi tumekuletea ya Kiarabu, lugha aliongea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuja kufichia, lakini nyewe mlificha kwa sababu mlijua mkileta ile ya Yesu inasema Yesu Muislamu, mkaficha, mkatuletea fotokopi. Lakini si bado nyie mnaitumia? Si unaitumia kwa sababu nyie mmetuambia sinagogi ni msikiti, lakini leo unakataa kwa sababu unaona walioandika unatuambia ni waongo. So walioandika Biblia ya Kiswahili East Africa ni waongo kulingana na imani yako, lakini walioandika Biblia ya Kizungu ndio wa kweli kwa sababu ni ngozi nyeupe. Hamna, sijamaanisha hivyo lakini. Unamaanishaje? Kwa sababu hii ya Kiswahili tutupe ama tufanyeje? Fafanua, tutupe hii ya Kiswahili ama tufanyeje? Mimi sijaelewa vile sinagogi kwa Kiswahili mnasema eti ni. Sio sisi tunasema, wanaosema ni waandishi wa Biblia. Mimi niondoe hapo kabisa. So hawa waandishi wa Biblia ndio wamesema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi, sio mimi. So usinisingizie. Wewe sema walioandika Biblia hawaelewi. Iko inaitwa Masjid Al-Aqsa. Iko. Mimi labda nije na Biblia yangu, sijaiamini na sijaiona kama imeandikwa hivyo. Kiswahili ni ya East Africa. Yeah. Na unajua ni lugha ya East Africa. So walioandika Biblia ni Waislamu wa Kristo? Wakristo. Ni kina nani wakatafsiri Biblia yenyewe? Ndio nauliza, ni Waislamu ama ni Wakristo? Itakuwaje Wakristo? Kuandika kwa Kiingereza ilikuwa Wakristo, lakini kutafsiri kwa Kiswahili nani walitafsiri? Unajua kutafsiri hatuwezi. Kwanza waliandikaje? Ngoja kwanza, utasemaje waliandika kwa Kiingereza wakati Yesu hakuwa Mwingereza? Ya Kiingereza ni tafsiri pia, kwa sababu Yesu hakuwa Mwingereza, hajaiongea Kiingereza. So huwezi kusema Qur'ani yenu unajua mmetafsiri. Qur'ani yetu tumetafsiri kwa Kiswahili, inaitwa tarjuma, lakini original yake iko ya Kiarabu ambayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongea lugha tu Arabia iko, lakini lugha aliongea Yesu, aliongea lugha gani Yesu? Hebu nipatie lugha aliongea Yesu. Ndio tafsiri hapa. Ndio nijue kwanza tafsiri. Aliongea lugha gani Yesu? Tuambie tu. Alikuwa Myahudi. Yesu lugha aliyozungumza ni gani?
Kiyahudi. Kiyahudi si lugha. Yesu alikuwa anaongea lugha ya Aramaic. Aramaic na Kiarabu ni lugha mbili zimeoana. Ni kama brother na sister. Sasa wewe kwanza hujui hata na huyu Yesu kwa lugha yake anaitwaje? Jina yake original anaitwaje? Kwa sababu jina Yesu ni feki. Hatuwezi jua ni feki kwa sababu ni ya Kiswahili, haiko kwa Kizungu. Kizungu wanasema Jesus, ukienda kwa Faransa wanasema Jay-Z. Sasa the original name ni gani? Ni Jesus. Jesus ni Kizungu, hakuwa mzungu Yesu. Angalia huyu. Unajua nyinyi mnachukulia kama Yesu ni mzungu. Jesus ni tafsiri kwa sababu na jina ya mtu haifanyiwi tafsiri. Aya, jina lake lilikuwa na maana ya kwamba God with us. Sijauliza maana yake. Kwa hiyo Kiarabu. Mariamu alipomzaa alimuitaje? Hatuwezi jua Kiarabu, sasa ndio maana. Sasa aliitwa Isa. Sasa hatuwezi. Ndio tunakuwekea ndio original. Imeandikwa 3:45. Biblia si ni tafsiri. Wangewekeaje jina original? 3:45 Qur'ani. Tumpe vitu. Alafu niwasalimie hawa vijana wangu. 3:45 al-Karim, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Iskanda na Rufo pia amekuja. Na ni kweli tumepotea sana reli. Tupe vitu. Kumbukeni aliposema malaika. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila mume. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zao ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu. Ndio hiyo the original name yake. Yaani wewe Mkristo tangu utembee, ati ukiulizwa Yesu original name yake ati anaitwa Jesus. Jesus ni wazungu wametafsiri. Yesu hajaiongea Kizungu maishani mwake. Hata hajui Kizungu hiyo. Anaongea Kiaramu lugha yao. So Mariamu mwenyewe hajaongea Kizungu. So hiyo ni tafsiri. Aliitwa jina ambalo lilikuwa linamaanisha God with us kwa Kiarabu. Sasa mimi siwezi kuambia najua Kiarabu. Hakuna shida. Haya kuja brother. Tena usikize kama Bernard. Pole tu. Wanakuita nani? Bernard. Ni mimi. Ngoja kwanza, Muislamu Mkristo Bernard? Ni Mkatoliki. Wewe ni Mkatoliki. Maanake wewe sio MSD. Huyu kaka anasema yeye ni SD, wewe ni Mkatoliki. Asante sana. Mkatoliki una yapi mapya ya kusema leo? Sisi wa Katoliki tunaamini Yesu akasali huko Yerusalemu huko Israeli. So nyinyi mnaamini Yesu alizaliwa Yerusalemu Israeli? Mbona wanaleta vita tena? Mbona wanaleta vita? Ni kwa sababu wale ambao wako pale wanaitwa Mazionist, sio wale wa original, ndio wanaleta vita. Yesu alikuwa ni Mfalestina. Alizaliwa Jerusalem na Jerusalem ni capital city ya Palestine. So yeye alikuwa ni Mfalestina. Lakini Muislamu ndugu yetu. Na wewe inafaa umuunge mkono uwe Muislamu ndugu yake. Usiwe unampinga. So kuwa Muislamu nafasi iko ya kuwa Muislamu kama Yesu, kama Musa, kama Ibrahimu. Manabii wote Waislamu. Sasa wewe unaunga mkono hiyo vita iendelee. Sasa mimi sitaunga mkono, mimi nitaunga mguu kwa sababu mimi siko kule na sio mimi napigana. So mimi naunga tu mguu, siungi mkono. Kwa sababu wale wako huko wanaopigana ndio wanafaa waambiwe waachane nayo. So karibu wakati basi swali utalipata. Naitwa Leonard. Unaitwa Leonard? Kwani katika Ukristo hakunanga salamu? Hiko. Salamu gani? Mbona unaogopa? Unajua ukisema salamu alaykum. Sisi tumefundishwa tukipatana na mtu tunamwambia amani ya Mungu iwe juu yako, naye anatujibu na nyinyi pia. Je, katika Ukristo salamu ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali zimeandikwa kwa Biblia ama ni story? Lete hiyo Biblia tuonyeshe mahali inasema Bwana Yesu asifiwe ni salamu. Ikipatikana mimi sihubiri hapa tena. Tupatie kwa Biblia yoyote mahali inasema Bwana Yesu asifiwe ni salamu. Haikuandikwa kwa Biblia. So haikuandikwa kwa Biblia. Na Biblia inasema 22:10, namshuhudia mtu yoyote akiongeza maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuongeza mapigo. So wewe ni mmoja wale Mungu ataongeza mapigo? Wapi imeandikwa? 22:18. Inasema kwenye kuandika. Namshuhudia kila mtu asikie maneno ya unabii wa kitabu hiki.
mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Sasa wewe unaongeza Bwana Yesu asifiwe wakati haiko. Tumeongeza Bwana Yesu. Afisifiwe ambaye haiko. Kwa hivyo tumeongeza nini? Umeongeza kitu ambacho hakiko. Bwana Yesu. Umesema Bwana Yesu asifiwe. Ukasema ni salamu, nikakwambia iko wapi? Ukasema sijui haiko kwa Biblia. Maana yake unaongeza kitu hakuna. Wewe una nini? Tuachane na hiyo. Leta swali iliyokuleta. Bandika swali. Bandika swali. Kwa nabidi nikaona mmesimama. Ndio nikasimama kuwasikiliza. Sisi tumesimama hapa kuambia Wakristo wawe Waislamu kwa sababu wakifa na hiyo hali wataenda sehemu mbaya. Na Uislamu ndio dini ya watu wote. Na Yesu alikuwa Muislamu, Nabii Musa alikuwa Muislamu, nabii wote walikuwa Waislamu. Ndio hiyo. Na wewe tunataka uwe Muislamu. Na hakuna membership card kama Yesu. Na hakuna membership card ya kuwa Muislamu. Na ubatizwi sahi kuna baridi utapata limunia. Nikikuingiza kwa maji utapata limunia. Unatamka maneno unakuwa Muislamu. Waislamu wanabatiza. Waislamu hatubatizwi. Wewe utaingizaje mtu kwa maji? Hiyo ni kujaribu kucommit suicide. Kujaribu kuua mtu, kumnyima oxygen bana. Ni kama unataka kuua mtu. Kumnyima mtu oxygen unaingiza kwa maji. Wakati mtu anaweza fariki. Tena mtu anaweza suffocate. Waislamu wanafanya aje? Waislamu tunampatia mtu kitu inaitwa shahada, anasilimu. 9:27 Qur'ani. Sikiza vitu baba wewe. 9:27 Qur'ani. Tupe vitu. 9:27 Al-Karim. Dakika 20 Haya. Naambiwa muda nao ndio hiyo. Wapi? Dakika 2 Okay. Balisia hiyo basi. Baada audhu billahi minash shaitani rajim. 9:27 Qur'ani. Sura Tauba. Sikiza mambo pole pole. Kisha baada ya haya Mwenyezi Mungu atawasamehe watakao katika wale makafiri maadamu watasilimu watubie. Sisi mtu anasilimu. Ukisilimu Mungu anakusamehe madhambi yote uliyofanya kwa sababu ulifanya wakati wa ujahilia huko unajua. Uko tayari kuwa Muislamu ni free? Uko tayari? Siko tayari. Uko tayari. Bado unataka kuendelea kuenda kanisani? Sasa unajua nini kanisani nililelewa kanisa siwezi kubadilisha. Unaendanga kanisa gani? Jina yake? Ya kanisa hiyo unaendanga? Makanisa ni mingi, kuna Finger of God, kuna nini Church of Christ, kuna explosive church ministry. Kama mnajua hizo ni one of them. So yako ni nataka nijue yako ni Finger of God. Unajua kanisa mbona unaificha kama bangi kanisa ama unaificha inaogofya? Ya kwanza kanisa ni jengo tu nasikia, lakini as imani ya mtu ndio inadetermine either ameokoka ama hajaokoka. Hakuna kuokoka duniani. Kwani wewe umeokoka wewe? Ukiita pefa ngoja kwanza, wewe umeokoka wewe? Kwanza hajaokoka. Kuokoka hakuna duniani. 19:27 Mathayo tumalizie na hiyo. Wewe wewe umefanya kosa la jinai. Usipate kutafuta jina kanisa ya mtu. Ati umeokoka wewe? 19:23. Yaani kuokoka ni kama umefanya kosa la jinai. 19:23 kwenye kuandika mwalimu wangu. Mathayo ati huyu ameokoka. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Amin nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Asante. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu anaulizwa nani anayeweza kuokoka wewe? Yesu sikiza Yesu akawakazia macho akawaambia kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Yesu alisema kwa wanadamu, kusema ameokoka haiwezekani. Mbona hii microphone ifanye kazi? Hiyo tafsiri unatafsiri vizuri kweli. Rudia hapo mahali. Yesu akawaambia wanafunzi wake Amin nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Tupe vitu. Inaenda kusema Yesu akawakazia macho akawaambia kwa wanadamu hilo haliwezekani. Yesu anawaambia
Naweza ongea? Ongea. Okay, wacha niongee kulingana na Biblia kama naelewa. Imesema kwamba ni vigumu sana tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Akaleta mfano akasema ni afadhali ngamia inaweza pita katika tundu ya sindani. Yeye ukiangalia sindani kadogo, ngamia ni mnyama mkubwa. Lakini anamaanisha kwamba ya kwa Mungu inaweza. Usiruke kaka. Ameulizwa sasa wakati alisema hivyo, ni nani awezaye kufanyaje? Kuokoka. Akajibu kwa wanadamu hilo haliwezeka. Yaani kwa hilo mwanadamu mwenye hajaokoka ni ngumu. Hebu rudia hapo hapo kuokoka. Si anamejibu vibaya. Hebu piga hapo. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Tulia, ameulizwa ni nani awezaye kuokoka. Sikiza majibu yake. Yesu akawakazia macho. Yesu alipoambiwa mambo ya akawakazia macho. Akasemaje? Kwa wanadamu hilo la kusema kuokoka, si wameulizwa ni nani awezaye kuokoka? Akawakazia macho akawaambia hilo kwa wanadamu, hilo la kusema kuokoka hilo haliwezekani. Anawaambia kwa wanadamu hii ya kuokoka haiwezekani. Anamwambia mbali kwa Mungu yote yawezekana, kwa sababu kuokoka ni kwa huko kwa Mungu, si hapa duniani. 1:5 Petro wa kwanza. Wewe hapa duniani ukisema umeokoka unatapeli watu. Inakuwa mtapeli. 1:5 Petro wa kwanza, tumalizie muda nayo inakimbia. 1:5 Petro wa kwanza, mwalimu wangu. Sikiza wewe hapa. Inasema, tulia, sikiza. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hapa duniani tunalindwa na nguvu kwa njia ya imani. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kumbe wokovu ni wakati gani? Sasa umesema mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa. Wakati gani? Mimi ukishapata wokovu unaokolewa. Sasa unasoma shule gani kaka? Hata shule yake ndio naona matatizo, lakini nataka anieleze. Ngoja kidogo. Hata tunamalizia, muda imeisha. Nauliza hivi, kuokoka ni nini? Kukiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Alafu yani ukikiri Yesu ni umeokoka. Umeokoka ni nini? Kuokoka ni nini? Maana ya kuokoka muulize. Nataka maana ya kuokoka. Mimi najua kuokoka. Kwa mfano gari imeanguka, umeokolewa, hujaumia, tunasema huyu aliokolewa kutokana na ajali. Unasikia? Hata mtangazaji utasikia huyu gari iligongana lakini kaokolewa, wenzake wakafa, yeye kaokolewa. So kuokoka ni kuokolewa kutokana na janga fulani. Sasa wewe ngoja kwanza, ukisema umeokoka, maana yake wewe hufanyi dhambi. Wewe hauna dhambi wewe. Kila mwanadamu ako na dhambi. Sasa kama uko na dhambi hujaokoka, sasa utaokokaje na bado uko na dhambi? Sasa kama wewe umeokoka haufai kuwa na dhambi. Sasa kama wewe uko na dhambi, wewe hujaokoka. Umeongoka brother. Umeongoka kaka, akakujibu umeongoka, maana yake wewe bado utani. Kwa muda nayo tunamalizia. Ngoja kidogo, tunamalizia. Kuna mzee wangu hapa anataka labda akueleze jambo moja. Ustadhi, utamsalimia? Karibu sana. Huyu ako tayari? Huyu ako tayari, alisema ni family tu ndio anaogopa. So mbona unaogopa family na mtakufa pamoja na family? Hawezi kufa peke yako. Wewe wakati tutaenda tutakuzika, familia yako tutaiacha, wanalia siku moja, siku ya pili wanakula kuku. Hata jioni hiyo ataanza kula. Hata jioni hiyo. Na ubwabwa na nini? Na leo ukifa familia yako hawezi kufa, hata mke wako anaolewa na mtu mwingine. Aseme halo dada. Atakuwa anatongozwa na mtu mwingine. Uko tayari? Ama bado? Siku itafika. Hata siku ijafika? Itafika tu. Yaani wewe una ahadi na Mungu kesho utakuwa? Si hadi wewe uko na imani kesho utakuwa. Mambo ya kesho inshallah Mungu ataleta wakati mwingine. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.